Hujambo mtazamaji, natumai kwamba buheri wa afya popote unapojiunga nami kutazama taarifa hizi za yanayojiri. Hapo mengi tuliokuandalia, na kisha baadaye kwenye sehemu ya pili, ya tatu na ya nne tutakuwa tunaangazia swala la kizungumkuti cha elimu ya gredi ya 10. Kumbuka wanafunzi walijiunga na gredi ya 10 ambao ni sekondari ya juu tarehe 12 mwezi huu wa Januari, na kufikia sasa bado wengine wangali nyumbani wakiwa wameshindwa kujiunga na shule za sekondari ya juu ambazo walikuwa wamechaguliwa kwa sababu moja au nyingine, ikiwemo ukosefu wa karo na hata ukosefu wa yale mahitaji ya kimsingi yanayowezesha kufika shuleni. Licha ya jitihada kutoka kwa wizara na serikali katika kuhamasisha wazazi zaidi kuwapeleka wanafunzi shuleni, licha ya mazingira ya changamoto ambazo tumezitaja, bado wazazi wanakuwa na wakati mgumu katika kuhakikisha hilo linafanyika. Pia tutakuwa tunaangazia swala la mchakato mzima wa mpito wa gredi ya 10, tukiangazia kwamba kuna baadhi ya shule ambazo bado kufikia sasa zimepokea wanafunzi idadi ya chini mno, na nyingine zikiwa zinafurika wanafunzi kupita kiwango ama kupita kiasi. Yote hayo tutakuwa tunaangazia hapa, tukipata maoni mbalimbali kutoka kwa wenzetu kule mashinani. Nitakuwa naungana na Ken Gashuhi ambaye yuko katika jimbo la Nakuru, na pia nitakuwa naungana na mwenzangu Bramwell Bwiri ambaye amepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya washikadau kwenye sekta ya elimu kuhusiana na changamoto hizo za mpito wa gredi ya 10. Hayo yote yatakuwa yanakujia kwenye sehemu ya pili, ya tatu na ya nne, lakini kwenye sehemu ya kwanza zipo taarifa ambazo zinaendelea kugonga vichwa vya habari ambazo tumekuandalia. Karibu, jina langu ni Hadia Mwasiwa. Naam, tuanze na taarifa hii ambapo maafisa wa usalama wanachunguza kisa ambapo moto ulizuka na kuteketeza bweni moja katika shule ya upili ya wavulana ya Shamberere, eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo, Laban Sikolia, moto huo ulizuka usiku wa kuamkia jana wanafunzi walipokuwa darasani. Mali yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 1.8 ya takriban wanafunzi 78 iliteketea kwenye mkasa huo wa moto, ila hakuna yoyote aliyejeruhiwa. Mbunge wa Malava David Ndakwa, ambaye amezuru shule hiyo na kupeana malazi kwa wanafunzi walioathirika, amewataka walimu kuwa waangalifu zaidi kuhusu usalama wa wanafunzi. Kwa sasa shule hiyo imefungwa hadi juma lijalo kufuatia mkasa huu. Hii dormitory imepasuka, madirisha, window panes, roof, huko ndani vitanda zimeungua. Hiyo ni kuonyesha kwamba inataka renovation. Wanafunzi wanataka usaidizi wa malazi, wanafunzi wanataka usaidizi wa counseling. Ndio maana mimi kama mbunge wa Malava nimeamua kukimbia hapa at least kuona kile kilichotendeka, na kama kuna usaidizi wowote nipeane. Na nimekuja hapa, nimeletea mwalimu mattresses, nimeletea mwalimu blankets, but they are not enough. Moto ulianza saa 2:50. Wanafunzi wote wakiwa kwa prep wanasoma, na hatukuwa na mwanafunzi upande huu wote. Na boarding master alikuwa anatembea, akaona moshi mkubwa na moto unawaka kwa dormitory. Ndiposa tukaita wanafunzi, tukakuja tukasaidiana kuziba huo moto, ikatushinda. Tukaita West Kenya firefighters, walileta gari lao ndio litusaidia kuzima huo moto. Na zaidi ya vituo vya afya